Leo kwenye Church Bars tuko na wimbo wa Son of Elohim unaitwa Wake Up Call. Rasmi ulitoka ilikuwa ni Mei 23 mwaka 2026. Wimbo mahadhi ya gospel hip hop. Tunafahamu namna gani ambavyo Son of Elohim amekuwa ni mnoma sana kwenye mahadhi ya gospel hip hop. Amekuwa akifanya vizuri na uwezo wake umekuwa ni mkubwa kuanzia nyimbo yake ya Njoo na nyimbo zingine zilizopita. Unaona namna gani ambavyo alionyesha uwezo mkubwa. Sasa wimbo huu unakwenda na ujumbe mkubwa kabisa kutokana na rapa huyu wa gospel hip hop ambaye anazungumzia habari ya wokovu, na ikiwa ni tafakuri kwamba saa ya wokovu ni sasa. Yani huu wakati timilifu ambao unasikiliza, basi hiyo ndo saa ya wokovu. Rapa kwenye verse ya kwanza anazungumzia juu ya habari njema kuhusu ufalme wa Mungu na kusudi la ukombozi kutoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu. Anachokifanya rapa hapa, anatumia michano, anawaambia vijana, na ukitazama music video unamwona ni mtu ambaye anazuru mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine akiwa anatangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa unaona anawaita watu, wanakusanyika pamoja, anaanza kusoma Biblia na kuwafundisha watu kuhusiana na neno la Mungu. Kwa hicho ni kitu ambacho amefanya kitu cha kipekee sana. Kwa hiyo rapa anatumia michano na anawaambia vijana kwamba saa ya wokovu ni sasa. Anawahimiza washtuke, sababu wamekuwa wakitaabika na maisha kupitia wimbo huu. Son of Elohim anazungumza na kusitiza juu ya saa ya wokovu ni sasa na kuamua kutengeneza upya na Kristo. Kwa unamuona namna gani ambavyo wale watu ambao wanataabika anawaambia kwamba wakati ni sasa, na kile ambacho unahitaji kukifanya ni kufanya maamuzi sasa, hakuna kesho tena. Ukimsikiliza rapa anaendelea kutoa ujumbe, na ujumbe ambao unagusa kila mtu ambaye anakuwa amepita eneo la karibu ambalo anatoa habari hiyo njema, ambao ni muhimu, ikiwa ni habari ya moja kwa moja na kwa kila aliyepitia magumu. Anazungumza juu ya ahadi ambayo Mungu ameitoa kwamba karama yake ni uzima wa milele. Hii inatufanya turejee Warumi 6:23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Rapa anaendelea kuhimiza habari njema za ufalme wa Mungu, yani Injili, ikiwa kama mwinjilisti ambaye anazuru kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine au mtaa kwa mtaa. Na ukimsikiliza kwa makini, anazungumzia juu ya mpango wa shetani ambaye amemchora kama yuko mawindoni. Kwa hiyo inatufanya turejee Luka 22 fungu la 31 mpaka 32. Anasema kile kitu ambacho Yesu alikuwa anamwambia Simeoni asikilize kwa makini. Akasema, Simeoni, Simeoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoanguka waimarishe ndugu zako. Kwamba amemuombea kwamba imani yake isitindike, ili wale wanaomwangusha aweze kuwaimarisha ndugu zake, kwa sababu Kristo mwenyewe ameahidi kuwa atamuombea. So ujumbe huu ambao ameuandika kupitia wimbo wa Wake Up Call ni ujumbe wa uzima wa milele, yani njia ya kufikia uzima wa milele ambao tunapasa kupitia kwa Yesu mwenyewe, kwa sababu hiyo ni karama ambayo Mwenyezi Mungu ameiahidi. Sasa habari hii ya Wake Up Call ni habari ya wokovu. Kwa inatufanya turejee Yohana 3:16 mpaka ile fungu la 18. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi cha kumtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanae kuhukumu ulimwengu. Kwa Kristo hakuja kuhukumu ulimwengu, bali uokoe ulimwengu. Na 18 anasema, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakumwamini mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo yule ambaye hakumwamini basi amekwisha hukumiwa, ila kwa yule ambaye amemwamini hukumu haipo juu yake. Wake Up Call
ni kuhusu habari njema ya wokovu, kwamba sasa ni vyema kwa waamini kumakinika kwa sababu Yesu yuaja na yu karibu kulichukua kanisa lake. Hivyo anachokimaanisha kupitia wimbo huu ni iwe rununu ya kukumbushana au ya kukumbusha, ili umakinike kuwa nyakati ni sasa na kumkiri Kristo ni sasa kama alivyoahidi. Na namna ambavyo rapa amezungumza vile ambavyo watu wanataabika kwa namna moja au nyingine, lakini watakapomakinika kwake basi watapata mrejesho mzuri na watapata maisha bora kabisa. It's the wake up call. Share. It's the wake up call. Saa ya wokovu ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Share. Saa ya wokovu ni sasa. Stuka gutuka faster. Acha kubusha mwisho wote toka kapa. Blaza kaka unaishi kwenye mikasa. Sister wangu pishi wa madisaster. Kubali sasa Bwana Yesu na kutaka maisha kuishi na shaka yawo mwisho na fungasha. Ukame na utasa kwako umeleta utata, hakuna kinachozaa delo na lamba galasa.